zetu za KTN leo. Mimi ni Agnes Gakunga, mfasiri kwa lugha ya ishara ni Pretty Janet. Karibu. Familia moja kaunti ya Murang'a inaomboleza vifo vya jamaa wake 14 waliofariki hapo jana baada ya kuhusika kwenye ajali mbaya ya barabarani katika eneo la Kariandusi, Gilgil. Sasa imebainika kwamba familia hiyo inamwomboleza mzee Elijah Mburu na mkewe Lydia Njeri, watoto wao 4 na mjukuu nduguye Mburu pamoja na wajukuu wake. Kulingana na familia, waathiriwa walikuwa wanaelekea Nakuru kwa mkutano wa familia na kumjulia hali mmoja wao ambaye amekuwa akiugua. Lakini safari yao ilikatizwa ghafla baada ya gari lao kugongana ana kwa ana na trailer. Ken Gashuhi na taarifa hiyo kwa kina. Huzuni isiyoweza kuelezeka. Patrick Muiru akizidiwa na uchungu wa kuwapoteza jamaa wa karibu 14 kwenye mkasa wa barabara uliotokea eneo la Kariandusi kwenye barabara kuu ya Nairobi kuelekea Nakuru Jumapili. Kwa familia mzima tunakuanga wasichana 5 na vijana 7. Sisters wenye wameenda 4. Miongoni mwa walioaga kwenye ajali hiyo ni Elijah Mburu wa miaka 90 na mkewe Lydia Njeri wa miaka 76 na watoto wao 4 wa kike, dada pacha Lois Wamboi na Naomi Wangoi wa miaka 45, Catherine Jambi wa miaka 32 pamoja na Pauline Mudhoni wa miaka 29. Safari yao ilinuia kukuza utangamano baina ya jamii hii. Sasa jana walikuwa wamepanga safari ya kutembelea aunti yangu hapa Nakuru. Kuna watu walitoka kwetu nyumbani Murang'a. Hiyo organization yote ilikuwa ya my last sister. Ndio walikuwa na hiyo akili ya kuunganisha familia ya grandparents wakuwe pamoja. Kulingana na kanda hii iliyonakili tukio, ajali hiyo ilifanyika saa 6 na dakika 5 baada ya gari lao lililoendeshwa na mjukuu Elijah Muithika wa miaka 29 ambaye pia alifariki kugongana ana kwa ana na trailer. Ameshaendesha miaka mingi sana. Juu Berendi alikuwaga kwa 2NK kabla kuje kwangu. Kwa hivyo hiyo ni accident tu, ile tunasema ni accident tu. Ilivyogonga tairi ya upande wa dereva ndio gari ka lose control, ikanifinya, gari kaenda kaishia kwa mtaro huko. Stephen Gesheru alipokea habari za ajali hiyo alipokuwa akirejea nchini kutoka Tanzania. Baada ya kuwasili Gilgil, alifahamishwa kuwa mkewe Evelyn Nyakeni wa miaka 38 na mwanawe Margaret Wambui wa miaka 4 walikuwa miongoni mwa walioaga dunia. Hata hivyo, mwanawe Michael Mwangi wa miaka 9 ni miongoni mwa watu 3 pekee walionusurika. Bahati mzuri sababu mwenye alinipea ripoti alikuwa amesema watoto wote wamekufa wa kwangu. Mama yao, kijana na msichana. Kini bahati mzuri na wasamaria wema walisaidia, wakanichukulia mtoto wakapeleka Nakuru, wakaleta hapa St. Joseph na anaendelea kutibiwa. Kupanga kila kitu inaweza kuwa gumu, lakini ikiwa kuna uwezo, naomba tu atusaidie tafadhali. Mwenyekiti wa chama cha usalama barabarani David Kiarie akitoa wito kwa mamlaka ya uchukuzi na usalama wa barabarani kufutilia mbali leseni za baadhi ya madereva wasio na uzoefu wa kuendesha magari ya uchukuzi wa umma. Road fatalities rose from 4,324 in 2023 to 4,748 in 2024. Representing a 10% increase since January 2025, the toll has already exceeded 300 lives. Ken Gashuhi, KTN. Na mtazamaji, Mola alaze